Information ambayo tuko nayo hapa tupelekee na wengine, kwa sababu nikiongea watu watanionaje, ama pia hizo project za SRH mtu hataki kuzungumzia. Tunamwambia kuna STIs, hakuna kazi and na umeona na haido. Takuwa mbaya. Welcome back to Bongana 1-to-1 podcast, and in these episodes we are still focusing on youth-led organizations. Today I'm hosting the Kenya SRH Care Organization, ama wanajiita KESCO. They are young people who came together and formed a youth-led organization. They are doing amazing job at the community to serve the young people and to provide solutions to the problems that they face. They are here to tell their stories, their journey, and what they think about the future. Karibuni sana. From my far left, I have Alice. Alice is the Community Engagement Officer at KESCO. And just besides me, we have Vivian, and is also the Project Officer at KESCO. Karibuni sana. And just for the benefit ya mtazamaji, anaona for the very first time, KESCO, how is the journey? Mlianza aje? And you can also tell them ile kitu ambayo nyinyi mnafanya. The reason as to why we started KESCO, it's because kuna gaps ambazo tuliona kwa community, especially kwa young people. One of the gaps ni kama in access to SRH services kwa my youth, like kuko na stigma ambayo inamfanya youth anaogopa kwenda pale facility kwenda ku seek medical services. Mambo na gender based violence imekuwa donda sugu na inasumbua sana. Like kuna kesi fulani ilitokea kwa mtaa, kwa community. Kuna msichana alikuwa anapitia dhulma ya kijinsia, msichana mdogo sana ambaye aliingia katika ndoa ya mapema, akawa anapata changamoto za kupigwa na yule mume wake, na mume alikuwa ni mzee zaidi yake. Sasa utaona msichana ni mdogo, wako below 24 years, anapigwa, aliingia katika marriage mapema. Sasa hizo changamoto tuliziona. Kwa sababu gani? Msichana alivumilia pale, hakuwa ana information about gender based violence, hakuwa anajua analofanyiwa ni dhulma ya kijinsia. Aliona kwake ni sawa, kila jioni anapigwa, kila wakati yako polisi, kesi zinaenda kwa mzee wa mtaa. Sasa sisi tuliona ni kitu ambacho tukianzisha kuwasaidia ku create awareness on gender based violence, tutawasaidia watu kama wale ambao hawakuwa na hiyo information about gender based violence. Tuliamua kuja na hichi kikundi cha KESCO kama my youth, tulijua tukishafanya hivi kuna gap fulani tutaziba pale katika community. Sasa at least kesi kama hizo zipo, lakini sio kwa wingi, na pia mtu at least tulisha create awareness, mtu anajua ni wapi anafaa kureport kitu kama hiyo ikitokea, ni hatua gani mtu anachukua, aendelee kukaa pale akikandamizwa. Amazing. Like msema you can see an issue kijana kama mwenzenu anapitia, na as a young people mkakuja pamoja, you are able to create a platform which is so big, and it's serving now many young people, approaching over 10,000 with all unit chill. Hiyo ni kitu amazing sana. Na for the benefit ya mtazamaji, you can talk briefly kwa zile areas zenye mna focus on, alafu pia mnaweza tuambia some of the projects zenye mmefanya na you are very proud of, na zile impact mmeona zimecreate kwa vijana kwa mtaani. The area of focus, we have a leadership and advocacy, economic empowerment, climate action, and SRH. So like so literally kazi yenu nyingi mnasema ni mambo ya advocacy, mambo ya L, na ni pia so climate action. Climate action. So the next thing I could want to know is these are some of the amazing projects that you mmefanya na you are very proud of. You can briefly say about the project na ile impact you create. Hata wewe ukiangalia una feel like as a young person, hii initiative tulianza tumefanya hivi na imesaidia vijana hivi kwa mtaani. Like hapo mwanzoni tukianza
hiyo kesi ya huyo msichana ndio ilitufanya tukakama na project ya Speak It Loud. Hiyo saa kwa tuna encourage msichana yoyote kwa mtaa. Okay, si kwa ni msichana peke yake bali kila mtu, hata kijana. Wa speak out. Ukiona mwenzako yafanywa kitendo ya dhulma, unaongea kwa niaba yake. Wakati wa hiyo campaign ikiendelea, kwa tunawapatia hizo emergency call, pia kwa tunawaeleza ofisi zetu penye ziko, wanaweza kuja kuripoti hiyo kisa, tukasaidia huyo. Na sio ati sisi peke yake, tunafanya kazi, we partner with other organization kusaidiana. Kama sisi tukiletwa kesi kama hizo, sio sisi tunachukua, tunaweza kurefer katika organization pia ambayo ina deal na kesi za GBV. Tunawarifia hiyo kesi, alafu huyo msichana anaenda anasaidika, kama huyo kijana. Kazi yenyewe tunafanya sisi ni follow up to ensure huyo mtu amesaidika. Any other projects? On climate change, we've also had a project on green catalyst, where we brought up 50 unemployed youth and underwent training on how to use recycled tires old recycled tires to make shoes. So they collect old dumped tires, they recycle them into shoes, then they sell them. That's amazing. You have samples? We have sample, but you'll see in our social media platform. So I think very proud that you are able to create employment through innovatively thinking of a project. Yaani nani anaweza jua tu, mtu anaweza tu endo uone tai imetupa pale, alafu utengeneze kiatu, alafu uuze, then kijana apate pesa. Unaelewa? So that's so impactful. Like we have a Thrive Youth Initiative. Hiyo ni project ambayo ilitusaidia especially ilisaidia mayouth kwa sababu kulikuwa na unemployment na kulikuwa na wale wafanya biashara wadogo. So we help them wa support na business grant ambayo 20 vulnerable from the community. Lakini wenye wako na business at least kuwainua katika zile biashara zao. Wow. You've talked about those projects ambazo mnafanya, because I think you have a very unique way mna approach health. Mnaona kwamba health is not just ile kwenda ku access services pekee. Huyu young person pengine hata ku access service ni venye ni cost kuna associated na nyinyi. Sasa mna cover the cost na mna improve out the wanaishi, then that now ina improve their health outcomes, ndio. And then now mtu anaweza fikiria sasa kufanya hiyo kazi, it's always easy like that. And you what's your experience? What's the journey implementing those projects, the challenges mnapitia, and how do you solve them? One of the challenges yenye tuna face during hiyo wakati tukifanya hiyo project ya Speak It Loud, sema watu wengine yani walikuwa ignorant. Unajaribu kumueleza kwamba GBV iko come in many ways na pia anafaa kuspeak out, lakini wanaogopa. Mkambe yuogopa sasa mimi nikimsema huyu itakuwa nasaidika vipi baadaye? Manake ndio kitega uchumi tena uende umripoti wa kudhulumu. Sawa, na wengine kwa wanaogopa. And also it was a challenge for us. So mtu akishamsema kama hivyo, atakwambia after hapo will you provide for me chakula ama shelter? After huyo mtu atabaki pale anasema navumilia so long as I get food, shelter na kila kitu chenye nataka, mtu anabaki pale. So kama kesi, so what do you do when that happens? Huyu ni kijana anataka usaidizi na hapa wewe unataka kumsaidia, hauna uwezo kabisa ni naam, lakini what other else hizo vitu ambazo mnafanya kumake sure mmewa support? Kwa support pia jambo la kwanza tuna create awareness, kumuelekeza mtu, tumuamuli mtu kitu cha kufanya. What we normally do ni kumuelezea Kenya anapitia ni aina gani, ni dhulma ya kijinsia anapitia, either anapigwa, anafanywa kitu chochote, tunamuelezea, alafu tunamwambia sasa hii na hii ndio matokeo yake. Umeshafanywa dhulma ya kijinsia kama hiyo, umebakwa, kuna magonjwa utapata, kuna kitu kama hicho kitapata. Maana pia kuna kisa kilitokea, msichana alibakwa na mtu wake wa karibu, mlikuwa mjombake. Sasa ilikuwa ngumu
kwa wao kusema, wanasema ni mambo ya familia wataongelelea. Lakini tulipopata kesi kama ile hatukunyamaza. Na alituelezea kitambo ile happen, kitambo mjomba alizoea, lakini wanasema wazazi hatuwezi sema kwa sababu utakuwa tunaharibu jina la familia yetu ni kubwa. Sasa vitu kama hivyo vikitokea, jambo la kwanza we work together with the stakeholders, wale village elders, tuko na community wale religion leaders tunawak nao. Wale ndio inakuwa rahisi tunawak nao ili inakuwa rahisi kwetu pia kupitisha ujumbe. That also makes me to raise one more question. Around kuna organizations mingi ziko kwa mtaa, si ndio? Alafu watu wao wanapenda kufanya zile vitu tu zenye ziko immediate zinawapatia benefit. So how do you do differently nyinyi kwa organization yenu that vitu mnafanya ni long term na zina create impact kwa watu? Yetu ya Young Mothers. Hiyo pia tuliona gap, manake hao mama wachanga wameachwa nyuma sana. So after kuwafundisha nini, tuna form nao vikundi, then sasa tunawasuggestia kama wanaweza anza kitu kama table banking ama ka biashara tu kadogo yenye wote watafaidika. Ndio wajua pia ni long term, huko wanapata kitega uchumi na huko pia bado wanakuja hizo training. Tulianzisha nao crocheting. So kuna facilitator wafundisha mambo na crocheting skills. Hapo pia wajua sasa wanapata interest kuja, wanajua tukienda pale hatutatoka bure. Kuna kitu tuna gain. So tuliona tukishawafunza mambo na health na nini tena itawasaidia. So we started that hiyo mambo ya crocheting, tukawa tunawafunza. Sisi wenyewe ndio facilitators wao. Tunawafunza mambo na crocheting, tukiwafunza we don't have much ya kuwapatia, lakini ile skill I'm sure nikimpatia yule young mother kidogo atakachopata atasave, ataweza kujinunulia zile uzi, aanze kushona kama ni kofia, kama ni sweater, kama ni mat, akiuza pale atapata kitu. Thank you Kesco for the amazing work that you are doing in the community, supporting young people. Na mko na innovation deadly hapo ku make sure tu vijana wanasupportiwa in how you understand best. Na unajua hiyo ndio tunaambia every young person, just for you to make a difference, do things the way you know how to do best. And that is exactly what you are doing. Now as we wind up, in the next 5 years, where do you want us to see Kesco? In the next 5 years, you'll see us as international kwa sababu I have a strong belief that tutafika hadi outside country kwa sababu hapa tayari tuna focus na kuingia hata katika maeneo mengine. Like for now tunaomba Mungu, kwa uwezo wa Mungu mtatuona tu mambo tunafanya polepole, but mtatuona ama mtatusikia tukiwa katika hata county zingine, kwa sababu that is what we are planning also, kufika the information ambayo tuko nayo hapa tupelekee na wengine na wengine. Thank you so much Team Kesco. Amazing ladies from Kesco, Community Engagement Officer, the Project Officer. They are telling us about their story, the work they are doing in the community. It's amazing. Encouraging young people to speak out, encouraging young people who seek support, na pia kuwaprovidea opportunity ya wao kupata kipato through skills building. And that is so amazing. Those are young people driving the change they want in the community, na wanafanya not tu kwa kusema but pia kwa kutenda. Wanasema in the next 5 years they want to be international, and for me I believe they are already international. And you can also see when you are they are already international. So thank you and see you in the next episode. Asanteni.